Okay, kwa mara nyingine tena pale tulipoishia ndo hapo tunapoanzia. Tunamuona Aladini akiwa na Gonja wanafanya mchezo fulani hivi. Huu mchezo utamletea matatizo. Naona kama vile Othman huyu mchezaji aridhia, ila yeye anaufanya tu kwa mishe zake mwenyewe. Haya, tunaona hapo kuna farasi mweupe ambaye ameletewa surprise bara. Othman kamfanyia surprise na kumrudishia farasi wake. Kumbuka alikuwa alitekwa na Sofia pamoja na yule mke wake Wilbey na Hilbey mwenyewe. Kwa hiyo farasi wake yule aliumizwa, hakuweza kuonekana tena. Sasa hivi tena Othman anaamua kumfanyia surprise, kumrudishia farasi wake. Ashasahau kabisa kama farasi wake yuko hai. Anafurahi sana bara, anafurahi, anaona kama kafanywa bonge la surprise. Tunarudi huku kwa kina Joktai akiwa na Aladini. Mabwana nao wako wanapanga mission. Hiyo mission bwana anataka kumharibia anataka kumharibia Sargani, mtoto wa Insebike. Unaona alikuwa anaenda kwenye iftari ya Othman, anaenda na kumchumbia yule Fatuma yule. Sasa hii mission ilipangwa na Othman pamoja akiwa anashirikiana na Orani. Unaona? Waliamua sasa kwenda kuharibu ile kusudi kule isifanikiwe, kwa sababu Othman alisema mimi natengeneza na mimi mtego. Sasa wanajaribu kunijaribu akili zangu, ngoja na mimi mwenyewe kwanza niwajaribu vile vile. Unaona wale jamaa wameenda wamevaa jezi za Wamongolia pale, wakajifanya maaskari wa Mongolia, wakaingia katikati, wakateka kile kikosi, wakafanikiwa yao waliofanikiwa. Tunarudi kwa huyu Insebike sasa. Insebike anafika pale kwenye kambi ya Othman. Anajifanya yeye ni mkwe pale. Fatuma anamuona Insebike yani ampendi, sasa atafanyaje? Alafu Othman kakubali issue, Fatuma mwenyewe ajui. Unaona? Wanakaa pale wanajadili, wanakula iftari wenyewe, wanazungumza, anaanza kumpa masharti yake bwana, na Othman anakubali kulipa kodi. Maka alisema mimi nitamkubalia huyu mama anachokitaka, kumbe mimi kuna kitu ambacho nakitengeneza. Huko akina Joktai washavaa kama Mongolia vile vile. Unajua, walijigeuza wakajifanya wao ni wakina Organi. Wamekuja kuvamia msafara wa huyu jamaa huyu mtoto wa Insebike. Yani inaonekana kama wanamuonea kijicho hivi kwenda kumuoa Fatuma. Unaona? Basi kaanza kuwaka. Haya, tunarudi kwa hawa bwana. Tunarudi kwa huyu Gonja akiwa na Aladini. Wana mchezo mchafu ambao wanaucheza. Huu mchezo ni hatari, ila basi. Tunaendelea kwa kila Joktai. Joktai nao wanaendelea kukiwasha huku, wanakiwasha kweli kweli, unaambiwa. Kama kawaida yao au washindwi, kwa sababu vita yao huwa ni akili, wanatumia akili. Sasa una jinsi walivyowachezea mchezo. Wamevaa nani zile nguo, wanaonekana ni wao wenyewe, alafu baadaye wanawageuka na wanafanikiwa kweli. Okay. Tunaenda sasa kwa kina Organi. Organi wenyewe wako na discuss jinsi inavyokuwa make mambo yaende. Ujue yule mama anaonekana kama vile kawamsaliti, kaegamia kabisa kwa Othman, japo kuwa ni dili, lakini inaonekana kama mama kazamilia ili mwanae aweze kumuoa Fatuma. Tunaenda kwenye kikao cha kina mama yule akiwa na Othman, akiwa na bara, familia yote iko pale, ndo wanakula iftari kwa amani kabisa. Sasa yule mwanamke kila komanda anayoitoa Othman yeye anakubali tu, alafu anacheka. Mama anashangaa, mbona Othman leo amekuwa mrahisi kiasi hiki? Yani kila nikizungumza tu yeye anakubali. Kumbe kuna jambo linaendelea. Alafu Fatuma yeye haelewi mchezo, kwa hiyo anakerwa hili linaloendelea hili. Othman yeye anamwangalia yule mama anacheka. Yani lati angejua, kwa sababu ashajua mipango yote alivyokuwa anapanga na Organi Paulini kumgeuka Othman. Tunarudi kwa kina Aladini. Aladini bwana washaingia kwenye ngome ya watu kisiri siri. Hii mission wamefanya wao na kwa maana yao. Sasa hii itawapa shida sana. Huku anaonekana Holland anaingia ndani, anasalimia asalamu alaykum, wa alaykum salamu. Unaona hapo anakaribishwa kwenye chakula hapo, anaanza kula. Mama anashangaa, mbona leo kuna nidhamu? Huyu mtoto huwa ni mtukutu, leo ana nidhamu, anacheka na tabasamu, kuna kitu gani? Mama machali anamcheza. Lakini sasa elewi ni mission gani inayoendelea. Mbona watu ghafla wamenikubali? Anakuja Borani, anatoa taarifa, bwana kuna mgeni ataka kuingia huku. Mgeni anayeingia ni yule mtoto wa mama wa Insebike, yule mtoto jeuri sana, nikashaumizwa, kashavunjwa mikono pale, kafungwa mabandeji. Okay, mwisho wa hii ndo mwanzo wa ile inayokuja. Tukutane huko kwa nyingine inayokuja, ndo baraka kabisa linakuja hapo. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Ciao.